Kumekuwa na mengi ambayo yamejiri hapa duniani, lakini kwa wakati huu tunapaswa tujadili lipi? Wewe mpitia habari huko, kila unakopita unakutana na habari hii, unakutana na habari hii. Sisi tujadili lipi? Wahamiaji wanaoingia kule Ceuta, Hispania. Tujadili kuhusu mafanikio ya ziara Netanyahu. Tuongee kuhusu Hamas kusalimisha silaha zao kwa mujibu wa White House. Kipi ni kipi? Kila jambo huja kwa sababu, na zipo sababu nyingi ambazo zinasababisha majambo yaende, lakini nashukuru kuwa wafuatiliaji wangu wengi ambao huwa ninazungumza wameshakuwa na uelewa mkubwa wa mambo yanavyoendelea, kwa sababu ni kama vile tunawaumbua au tunawafunua yale ambao wamekuwa wakiyaficha ficha mara nyingi, kuonyesha kuwa wanapozungumza jambo moja wanakuwa na malengo ya jambo la pili. Wanapoelezea hili wanakuwa hawajakusudia hilo, wanakuwa wamekusudia jambo jingine. Ndio hivyo. Wale wanaonifuatilia kwenye platform mbalimbali, hasa kwenye uchambuzi ambao sisi tunaufanya kwenye magrupu yetu kila siku, na huu uchambuzi ndio nilikujulisheni kuwa kuanzia mwezi ujao inshallah Septemba, uchambuzi huu utahama na kwenda kwenye app. Ukiwa na Android, ukiwa na iOS, zote utapata. Tutakuwa na app zetu maalum kabisa ambazo ni nyepesi tu wala hazina usumbufu wowote. Kwa hiyo utaupata uchambuzi kwa muda wowote unaotaka wewe. Kwenye moja ya group letu au katika magrupu yetu ambayo mimi hufanya uchambuzi wa kila siku, katika uchambuzi wa jana jioni, nafikiri hapa wananielewa zaidi ambao maelfu waliomo kwenye magrupu, manake sio group moja, magrupu. Nilizungumza kuhusu hali ya kuchanganyikiwa ambayo amekuwa nayo Rais Donald Trump. Nikaeleza hali hii ilikuwa ngumu, haikuwa mujibu wangu, ilikuwa ni kwa mujibu wa vyombo vya habari hasa vya magharibi. Hata AP waliandika hii taarifa, kuchanganyikiwa kwa Donald Trump baada ya watu wake wa usalama kushindwa kufika kwenye point. Kushindwa kufika kwenye point ya kuwa tunafanyaje hii vita ya Irani? Tunaimalizaje? Tunaendeleaje? Tunachukua hatua gani? Baada ya kufikia, yani wamefikia kwenye nafasi ambayo kwenda mbele haiwezekani, kurudi nyuma haiwezekani, na kubaki ulipo haiwezekani. Kwa mujibu wa AP, Donald Trump ilibidi awawakie, kuwafokea, ikiandika kuwa aliwatukana, aliingia na matusi akiwatukana, matusi mazito mazito. Watu gani tunawalipa mko hapa? Tumewasomesha mipango, hakuna mipango, hatujui tunaendaje kwenye hii vita, tunamalizaje hii vita, tutaishia wapi kwenye huu mzozo Wakati Marekani ikitangaza kumaliza mashambulizi yake kwa Irani baada ya kulipa kisasi. Nililizungumza juzi nikamwambia kuwa mambo yanabadilika sana, tena kwa spidi kubwa sana. Leo Marekani amekuwa wa kulipa kisasi, yani anakwenda kulipa kisasi baada ya kupigwa kofi, na yeye anaenda kulipa kofi. Mbona tulimzoea kuwa yeye ndio mpigaji na hao wengine walikuwa ni wanyonge tu, ukipigwa unatulia, unakunja miguu, samahani bosi. Lakini mara hii unaona kuwa kapigwa kofi, anaenda kulipa kofi. Labda hiyo inakuwa hivyo. Sasa jana nililizungumza hili swala kuhusu huku kufedheheka, na vyombo vya habari viliandika, mitandao mingi iliandika kuwa Trump amechanganyikiwa. Alikuwa kwenye kuchanganyikiwa kabisa. Sasa kama alikuwa kwenye kuchanganyikiwa kabisa, alikuwa anaiondoa vipi taswira yake ya kuchanganyikiwa kwake? Ile taswira ya kuchanganyikiwa kwake, au habari ya mvurugiko, kuvurugana. Nafikiri jana mliona kuhusu yule Attorney General ambaye waligoma kumuidhinisha maseneta wa chama chake Republican, walikataa mpaka anafikiria kumuondoa abadili, lakini anasema nyinyi hamtorudi, nitawaonyesha. Alikuwa amezungumza kwenye hiyo nadharia ya Donald Trump. So unaondokaje hapo? Unaondokaje hapo ulipo? Njia pekee ya kuondoka kwenye hili ni kutafuta hadithi mpya, uwaletee watu waone kuwa kuna story mpya imekuja, ili tuache kujadili kuchanganyikiwa kwa Donald Trump, tuache kujadili kushindwa kwa mikakati ya Marekani na watu wake, tuache kujadili watu wake wa Republican ambao wamegoma kumuidhinishia attorney wake ambaye alikuwa amemteua kwenye hiyo nafasi kuwa hatutaki.
mbona ni Republican wenzake? Sasa tunaondokaje kwenye hii hadithi? Hamas wametangaza kuwa, au Marekani imefikia makubaliano na Hamas kuwa Hamas wanaweka silaha chini. Ndio kinachozungumzwa hicho, Hamas wanaweka silaha chini. Inatengenezwa hadithi, inaletwa kwako kama hadithi mpya, ili mjadala ubaki pale hata kwa siku moja mbili. Wakati mjadala unabaki pale kwa siku moja mbili, sisi tunaangalia tena mengine upande wa pili, ili tujaribu kuclear baadhi ya vitu. Swala la Hamas kuweka silaha lipo katika makubaliano yaliyosainiwa mwaka jana, akiwa Donald Trump mshirika alishiriki kwenye utia saini uliofanyika kule Sharm el Sheikh, Misri, lakini alishiriki kwenda Israeli kuzungumza kuhusu haya makubaliano, hata akahutubia bunge la Knesset la Israeli Donald Trump. Ukienda kwenye ule mkataba, ndani yake kuna hayo makubaliano kuwa Hamas wanakubaliana kuwa wataweka silaha chini. Wakati gani? Kwa nini tumeletewa leo hadithi ya Hamas kuweka silaha leo, hali ya kuwa hili swala lipo toka mwaka jana kwenye makubaliano yao? Lakini kwa nini limeonekana jipya leo, hali ya kuwa vifungu viko 20? Hili la Hamas kuweka silaha ni moja ya kifungu kilichopo kwenye vifungu 20. Progress ya vifungu vingine imefikia wapi? Nilikuwa nikimsikia moja wa maafisa wa Hamas alikuwa anazungumza, anasema kuwa ni kweli tumekuwa na mazungumzo marefu, lakini swala la uwekaji silaha chini sisi linahusiana moja kwa moja na Israeli, yani kuwa inategemea upande wa pili umetekeleza haya kwa kiwango gani, kwa sababu vifungu vilivyozungumza kuhusu Hamas kuweka silaha chini viko mbali sana, sio vifungu vya mwanzo, hali ya kuwa mwanzo kuna vifungu vingi ambavyo havijatimizwa mpaka leo. Leo hii tunazungumza kuhusu, kulikuwa kuna makubaliano ambayo ndio yana vifungu 20 ya usitishaji wa vita. Toka kusainiwa kwa vifungu hivyo, Wapalestina 1200 wameuawa na Israel, na ni jana tu Wapalestina familia watu 6 wameuawa na Israel. Haya ni katika ambayo yamo kwenye vifungu, kukata uhasama wa pande zote. Kwa nini bado watu wanauawa? Kuna makubaliano ya kufungua mipaka na vitu viweze kuingia, yamefikia kiwango gani? Swala la Hamas kuweka silaha linafatana na makubaliano ambayo bodi ya amani itaanzishwa, itasimamiwa, ikigawanya na baadhi ya Wapalestina. Halafu baada ya pale vikosi vya Israeli vitaanza kuondoka taratibu. Swala la Hamas kuweka silaha liko mwishoni kabisa. Kwa nini limeletwa sasa hivi, hali ya kuwa mchakato wa Hamas kuweka silaha chini upo kwenye utaratibu ambao unatakiwa ufatwe kwanza, ndio wao wafike kuweka silaha chini. Taratibu wenyewe ni kuwa hata Israeli hatakiwi kuwepo hapo. Kwa nini wimbo unaimbwa sasa Hamas kuweka silaha chini? Nafikiri unanielewa kwa lugha nyepesi kabisa ambayo naweza nikaitumia, kuwa wimbo wa Hamas kuweka silaha chini umetengenezwa kusudi kuficha kile kinachoendelea, au kuficha aibu, au kuficha lolote ambalo hivi sasa ndio limeshamiri upande wa serikali ya Donald Trump, au sehemu yoyote inavyowezekana. Lakini swala la Hamas kuweka silaha hili linazungumzwa kama ilivyozungumzwa mgogoro wa Urusi na Ukraine, kuwa tumefika kiwango cha mwisho, kesho tutafanya hivi, na tumefika 90%, 95%. Leo hii haijadiliwi. Kwa hiyo swala la kuweka silaha chini la Hamas limeletwa kama kuficha aibu ya kitu kingine. Niwaambie kitu kimoja, kuwa makundi ya upinzani, makundi yenye silaha ndio kitu cha mwisho kabisa ambacho wanaweza wakakubali kukiweka chini, ikiwemo sambamba na hawa Hamas. Mara kadhaa wamezungumza kuwa kama walikuwa na uwezo wa kuweka silaha chini, kwani si ombi la kwanza kuweka silaha, walishaambiwa siku nyingi sana kuweka silaha chini. Ingekuwa kuweka silaha chini ni rahisi, wala wasingeingia kwenye vita kuweza kupigana. Siku nyingi sana wangeshaweka silaha chini, lakini mara zote wameshikilia silaha zao, kwa sababu hata mkataba wa uwekaji silaha hauzungumzi kuwa hizi silaha Hamasi watazisalimisha mbele ya Israeli. Israeli hata yeye hatakuwepo hapo Gaza wakati wao wanasalimisha hizo silaha, yani hatakuwepo. Kwa hiyo ili hawa wafikie kuweka silaha, hata yule adui yao hatakuwa kwenye hiyo ardhi. Sasa kwa nini wanazungumzia kitu cha mbele kabla ya cha kwanza? Kwa sababu katika vitu vya awali ni utekelezaji wa mambo mengi, ujenzi mpya wa Gaza ambao hauonekani,
mipaka ifunguliwe ambayo haionekani, watu waliohamishwa kutoka kaskazini na kusini warejee maeneo yao, hilo halijafanyika. Israeli iondoe vikosi vyake, hilo halijafanyika. Bodi ya amani inatakiwa iundwe na kuanza uratibu wa shughuli nzima, kurejeshaji, ujenzi na kila kitu, hiyo haijatokea. Haya yote ni vitu ambavyo viko mwanzo, halafu swala la Hamas liko nyuma, lakini leo tunaletewa swala la Hamas linapelekwa mbele sana, kuonekana kama kuwa hii ni habari kubwa sana kwa leo. Kwa leo ni habari kubwa kwa sababu kiuhalisia tangu ilivyotoka jana ikafanya breaking, imekuwa breaking news, ikapelekwa kwenye vyombo vya habari vingi, ikaanza kuzungumzwa na leo imekuwa mjadala. Vyombo vya habari vya magharibi leo vinaizungumza kama mjadala mkubwa sana ambao unahusiana na hili. Lengo kubwa ni kufifisha kile ambacho kimeripotiwa na vyombo vya habari, hamaki ya Donald Trump kuhusu nini kinachoendelea, kile walichoafikiana Donald Trump na waziri mkuu wa Israel Netanyahu, wameafikiana kipi kuelekea Irani, lakini kuficha kile ambacho kinaonekana kama kuwa kwa nini Irani walianzisha mashambulizi alafu Marekani akaenda kwenye mashambulizi ambayo alitangaza yanasema limited, yani kuwa amepigana alafu akasema tumemaliza operation, yani hakwenda moja kwa moja, ndio imeishia hapo hapo kuwa. Kwa hiyo hili swala lilivyoletwa kwako kutaka kuibadili akili yako na kufikiria kivingine kuhusu kuwa Hamas wamekubali kuweka silaha chini. Mchakato wa kuweka silaha chini kwa Hamas upo kwa mujibu wa maandiko waliokubaliana mwaka jana, upo kuweka silaha, upo. Lakini wakati gani kuweka silaha, utekelezaji wake ni mgumu sana. Ni gumu sana kwa sababu huu ni mchakato ambao unapita hatua kwa hatua. Kwangu mimi hadithi hii naiweka vile vile kwenye nadharia niliyoizungumza kuwa ni hadithi iliyoletwa kusudi ili kuja kubadili upepo na msiweze kujadili mambo ya msingi, au watu wasifuatilie kuwa kile kinachoendelea kati ya Marekani na Irani na kwingine, au taarifa kuhusu Donald Trump au taarifa kuhusu vitu vingine. Ndiyo sababu hadithi ya Hamas ikaletwa katika kipindi hiki. Kwangu mimi utekelezaji wa hili swala bado uko mbali na mchakato wake unahitaji muda mrefu zaidi kuhakikisha wanapitia mmoja baada ya jingine, kwa sababu kutakaliwa mikutano mingi sana. Ukitazama mchakato huu kwa hatua zinavyokwenda, natoka wamesaini haya, kwa sababu haya ya Hamas na Israel walisaini mwaka jana mwezi wa 10. Leo tunazungumza mwezi wa 8. Miezi 10 iliyopita hakuna progress yoyote iliyotoa matunda kwa upande wa pili. Ndio maana unaona kuwa taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari hasa iliyotoka White House kuwa Hamas wataweka silaha chini haina comment upande wa Israeli. Si serikali ya Israeli ambayo imezungumza lolote kuhusu hilo. Hawataki kuweka comment yoyote kwa sababu kukubaliana na kuwa yes Hamas wataweka silaha chini, unatakiwa kuwe na utekelezaji wa upande wao kuanza kuondoa askari wao ndani ya Gaza. Si lengo na mzozo lilikuwa ni ethnic cleanse na kuichukua Gaza iwe sehemu ya kile kinachofahamika kama Greater Israel. Kuruhusu vikosi vya kimataifa viende Gaza, it means kuwa Israel hatotimiza lengo lake, kwa sababu pale kutakuwa na vikosi vya kimataifa ambao vitazuia harakati zote za Israel kujimilikisha eneo la Gaza ambalo wamekuwa wakilitaka kwa muda mrefu, na kutaka wale watu waondoke kwenye eneo lao ili waweze kuchukua hilo eneo na kuchora michoro mipya ya Israeli mpya, Israeli kubwa. Sasa kukubaliana na kuwa Hamas wataweka silaha chini, maana yake kuwa ni kukubaliana na kwa Israeli kutoendelea na harakati za kuchukua lile eneo, hali ya kuwa katika vurugu za hivi za mapigano, vurugu za kushambuliana, vurugu za kuvunja sheria na haki, ndipo Israeli hutimiza malengo yake, kwa sababu kuna kuwa na progress, maendeleo ya kutimiza lengo lake, kwa sababu anapigana huko, anakata ardhi, anapigana. Sasa pale vikosi vya kimataifa vinapofika, hakuna tena kupigana, hakuna tena kuendelea na kumega ardhi, hakuna tena na mambo mengine. Hapo ndio ugumu wa mambo unapokuja. Nikutakie kila la kheri na shukran sana, asante. Juma Karim.